kama Union Meat kutokana na changamoto ambayo imejitokeza katika wiki mbili wiki tatu kutokana na vita kwenye nchi za GCC, ni kwamba sasa hivi tumefocus kubwa kama kampuni tuweze kuwekeza kwenye masoko ya ndani. Tunaposema masoko ya ndani tunamaanisha kwamba kuanzia individual customers, hawa wateja wa kawaida, institutes, mining ambazo tunazo, 5 stars hotels pamoja na watu wengine wote kwa ujumla. Union Meat tunachokifanya, tunatengeneza aina tofauti za bidhaa. Tunaanza kutengeneza kuanzia kwenye keto, kwenye ng'ombe, kwenye kondoo pamoja na kwenye mbuzi. Lakini kikubwa tunachokifanya sisi ni processing ya nyama. Tunazitengeneza vizuri katika ubora wa hali ya juu. Nadhani mmeingia kule ndani na nyinyi mmeona jinsi kiwanda chetu kilivyo. Kwa kifupi tu kwamba Union Meat kwa sasa hivi kutokana na ranki za Tanzania ni kiwanda cha namba 1 East and Central Africa kwa ubora. Ni kwamba serikali kama serikali tunaomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, tunaomba yeye aweze kuliangalia pamoja na watu timu yake kwa ujumla. Tunaomba aweze kuliangalia hili kwa upana zaidi, kwa sababu kama watu bado kule kuna vita ni kweli, lakini bado matumizi ya nyama yanahitajika kwa kipindi hichi, kwa sababu kwanza ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kuna Idi inakuja kesho kutwa. So kwa wateja, simu ambazo tunapigiwa sisi ni nyingi, tuangalie kwamba ni njia gani nzuri ya kuweza kupeleka. Kwa mfano tuna ndege ambayo ni kubwa hapo ya cargo, inaweza tukachukua mzigo moja kwa moja. Tukaangalia tu taratibu za kiusalama, siwezi kuingilia sana kwenye usalama, lakini kuna taratibu logistic ambazo zinaweza kufanyika vizuri. Mzigo ukatoka Tanzania, anajua charges zitakuwa ni kubwa, sio tatizo, kwa sababu pia wateja nao watajua kuna changamoto ya vita, so hata price kidogo itapanda. So kwa jinsi hali ilivyo, tunaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kutoa ndege yake kuangalia italendi sehemu gani ambayo itakuwa ni nzuri, at least sio kule moja kwa moja, lakini kuwe kuna sehemu ambazo ni safe kiusalama, iweze kutua ili wateja wetu waweze kupata huduma na maisha yao mengine yaendelee. Kwa sisi kama kampuni ya Union Meat Group, kiuhalisia vita hii ya Mashariki ya Kati, Marekani na Israel, imetuathiri moja kwa moja kama kampuni. Na athari hizi tumeona sana upande wa uzalishaji na upande wa export. Tunafanya export, lakini pia tunafanya local market. Kwa hiyo tuna soko la ndani na soko la nje. Kwa hiyo athari kubwa zimeonekana upande wa soko la nje. Lakini athari nyingine zinaonekana upande wa uzalishaji sisi kama kampuni, lakini pia athari zimeonekana pia kwa wadau wetu ambao ni wafugaji, ambao pia wanategemea kuendesha maisha yao kupitia mifugo, ambao na sisi ndio wadau wao wakubwa. Kwa hiyo wananunua mifugo wanaleta kwetu. Kwa hiyo athari imeanzia chini, ngazi ya wadau wetu ambao wanategemea wafanye biashara na sisi kama kampuni tumepata athari. Sasa hivi tunaona kwamba poti zimefungwa, viwanja vya ndege vimefungwa. Kwa hiyo hatufanyi export sasa hivi kwenda masoko yote ambayo sisi tulikuwa tunapeleka yamefungwa, ikiwemo Qatar ambayo ishafungwa kabla, lakini pia Oman hatuwezi kupeleka mzigo kwa sababu hakuna ndege ya moja kwa moja, lakini kuna Kuwait, kuna Bahrain, lakini kuna Dubai. Huko kote hatufanyi biashara sasa hivi, na ndio masoko yetu makubwa kwa upande wa export. Lakini pia ukiangalia kama kampuni, uzalishaji umeshuka kwa kiwango fulani, kwa sababu kwa mwezi tulikuwa tuna expect mwanzo kabla ya vita kutokea tulikuwa tunasafirisha container at least 6 kwa mwezi. Kwa sasa hivi hatusafirishi tena container, lakini upande wa fresh pia hakuna ndege ambayo inaingia hizo nchi zote, kwa hiyo hatusafirishi pia. Tegemeo kubwa lilokuwa limebaki ni Oman peke yake, ambao ndo at least kwa upande wa frozen tunaweza tukapeleka container, lakini upande wa chilled hatuna room ya kupeleka, hakuna ndege ya moja kwa moja. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hii ni fursa pia tunaweza kushauri kwa serikali, sisi kama wadau, kama wawekezaji, kutokana na changamoto ambayo imetokea sasa hivi, tungekuwa kuna ndege hata ya maybe ndege ya Tanzania, ingekuwa kuna ndege ya mizigo ambayo ingeweza kuwa inaenda moja kwa moja Oman, ingekuwa imetusaidia. Lakini ndege ambayo tunaitumia ni ile ya ndege za kuunganisha Qatar Oman. Kwa hiyo sasa hivi maana tumestopisha export kwa ujumla. Lakini kilichotusaidia sisi kama kampuni
tumepa option ambayo tuko nayo sasa kwa ajili ya kuweza kuziba hili gap na uzalishaji ambao umefanyika ni upande wa soko la ndani. Tuna kitengo cha soko la ndani, kwa hiyo tumeweka nguvu kubwa huko sasa hivi kwa sababu operations zinaendelea. Tayari kuna mizigo ya watu ambao kama container tayari zilikuwa zimeshajaa ghafla, maana vita haitabiriki imetokea, tayari tumeshapokea oda za watu. Kuna pesa ambazo tumekushazipokea, hatuwezi kurudisha. Kwa hiyo unakuta mteja kila siku anakuuliza tunaomba status, lakini mwisho wa siku mteja anafahamu, lakini kwa sababu umepokea pesa yake inabidi utoe majibu na majibu yanayoeleweka, kwamba nimwambie nini mteja aelewe. Pamoja na kila siku anaona matangazo, anaona hali halisi, lakini no way, kama kampuni unawajibika